Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin abdillahi sallallahu alayhi wasallam. Tumerudi tena katika wakati wetu huu wa vipindi insha Allah, katika masala yetu tuliyokuwa nayo, na insha Allah leo tuko kwenye swali nambari ngapi? Swali nambari 4. Swali nambari 4. Baada audhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim. Swali lauliza, hal lilmu'taddati raj'iyyati nafaqa. Tayari kule nyuma tulizungumzia masala ya eda na tukasema al-iddatu qismani. Eda ni mafungu mawili. Katika mafungu mawili ya eda kuna iddatu firaqi hayati wa iddatu firaqi wafati. Kuna eda ya kuepukana kwa uzima na eda ya kuepukana kwa kufiliwa. Lakini jua kwamba eda ni mafungu mawili, lakini pia vile vile tujue kwamba na hizo eda pia zina anwai zake, zina namna zake. Kuna namna za kukaa eda, sawa? Kwa sasa hapa tunasoma namna za eda, si mafungu ya eda. Mafungu ya eda ni mawili, lakini kuna namna zake. Kwa hiyo namna zake nadhani tutakuwa tunazifahamu pindipo tutakapokuwa pamoja inshallah. Kwa hiyo leo tunaanza kusoma namna ya kwanza ya eda. Sawa? Kuna namna ya eda, kuna eda ya kufiliwa, ndivyo kuna eda ya iddatu raj'iyya ambayo ni namna ya eda hiyo. Sawa? Alafu kuna iddatul ba'in, sawa, kuna iddatul wafati. Zote hizo ni katika namna za nini? Namna za eda. Tumeeleweka vizuri kwa makini Kwa hiyo sasa swali lauliza, hal lilmu'taddati raj'iyyati nafaqa. Mwenye kukaa eda ya rejea ana chakula? Mwenye kukaa eda ya kurejewa, ameachwa mwanamke, baada ya kuachwa akawa amestahiki kukaa eda, na eda anayokaa ni eda ya rejea, na maana kaacha talaka moja au talaka mbili. Je, mwanamke huyu akiachwa anastahiki kupewa posho? Aljawabu ni kwamba naam, tajibu laha nafaqatu liannaha fi hukmi zawjati illa an kanat nashiza. Sawa? Asema naam, tajibu laha nafaqa, ndiyo itafasa kwa mwanamke huyo mwenye kukaa eda posho, liannaha, kwamba mwanamke huyo fi hukmi zawja, yuko katika hukumu ya nini? Sawa? Katika hukumu ya nini? Katika hukumu ya mume, kwamba yuko chini yuko katika mamlaka ya nani? Ya mume. Kwa hiyo bado anastahiki kupewa posho, illa in kanat nashiza, ila atakapokuwa mwanamke huyo ni mwenye kutoka katika taa ya mume. Nashiza ni mwanamke aliyekuwa yuko nje ya taa ya mume. Nashiza ni mwanamke malaya kwa lugha nyingine. Waweza ukaitumia pia hiyo, japokuwa haifai sana kuitumia, lakini ni mwanamke aliyekuwa yuko katika taa ya mume. Mwanamke asiyekuwa katika taa ya mume anaweza akawa yuko ndani ya ndoa, lakini ikawa anaishi ndani ya ndoa, lakini hayuko katika taa ya mume. Innal mar'ata tahta mamlukati zawji, hakika mwanamke yuko chini ya mamlaka ya nani? Ya mume. Na chochote chenye kumilikiwa ujue kina thamani. Chochote kile chenye kumilikiwa kina thamani. Waweza kumkuta mtu katika maisha yake haoni raha mpaka amiliki gari, sawa? Ujue ina thamani. Kwa hiyo ukisikia kitu kinamilikiwa ujue kitu hicho kina thamani. Kama mfano sisi wanadamu kwa Mwenyezi Mungu tuna thamani, sawa? Malikin nasi, si ndivyo? Mwenye kuwamiliki watu ni nani? Anayewamiliki watu si ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sasa sisi tuna thamani, na yoyote mwenye kujithaminisha kwa Mwenyezi Mungu kwa kuwa tayari kumilikiwa na Mwenyezi Mungu, maisha yake yanakuwa mazuri tu. Lakini pia yuko mwenye kumilikiwa lakini akajitoa katika taa ya milki. Hata wanadamu wako wenye kumilikiwa lakini wakajitoa katika taa ya nini? Ya milki ya Mwenyezi Mungu. Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan lanka. Tayari huyu mwenye maisha magumu amejitoa kwenye milki ya nani? Ya Mwenyezi Mungu.
Kwa hiyo tunakuta katika mwanamke naye pia vile vile yuko katika milki ya mume, kwa sababu ni kiumbe chenye thamani kuliko vitu vingine. Kwa vile ni kiumbe chenye thamani kuliko vitu vingine, akiwa kwenye milki ya mume, mwanamke atakiwa ajimilikishe kwa mumewe, sawa eh? Asije akafikia hatua ya kuwa ni mwanamke nashiza. Akiingia daraja ya wanawake nashiza, huyu yuko kwenye milki ya mume, lakini amekataa kujimilikisha, amekataa milki ya mume. Mwanamke nashiza ni mwanamke ambaye wakati mwingine anaweza akajipangia safari tu nyumbani kwake. Mimi kesho nimejipangia, nataka kwenda zangu baharini kutembea, sawa, sio tatizo. Hana muda wa kuweza kukaa na mumewe wala kumuelezea mumewe wala kumuandaa mumewe kwa safari ya kesho, mpaka ile kesho imefika na saa imefika, ameingia chuoni, ameoga, amemaliza kuoga, ashajitia rangi za pua, rangi za mdomo na za masikio. Akishakimaliza hapo, kashavaa alichokivaa, alafu huyo anamwambia mumewe, bana, babake Abdalla, mimi natoka nenda zangu baharini kidogo, nitatembea tembea. Sasa hapa itakuwa kweli wewe uko chini ya paa ya mume au unajimiliki wewe mwenyewe? Sawa. Kwa hiyo alama kama hii, mwanamke akiwa na alama kama hii, basi ujue tayari ni miongoni mwa wale wanawake nashiza, kwa sababu mwanamke aliyetimia ni yule anayejijua kwamba mimi niko chini ya mamlaka ya mume. Ninapotaka ruhusa kuna mawili, kukubaliwa ama kukataliwa. Sasa ikiwa wewe uko katika mamlaka ya kukubaliwa ama kukataliwa, kwa nini unajiandaa tena ukajiweka tayari, alafu ukawa umechukua jukumu la kuweza kutoka tu, yani wamwaga mumeo kama vile mume anavyomwaga mke? Kumekucha, atakaende kazini, mimi natoka enda kazini bwana, kwa sababu lile ni jukumu lake na ni haki yake kutoka kwenda wapi? Kwenda kazini. Kwa hiyo tayari utamkuta mwanamke naye ana sampuli kama hii. Wa alaikum salaam mwalimu. Sawa. Kwa hiyo mwalimu, mwanamke naye utamkuta ana sampuli kama hii. Yaani akiamka asubuhi yeye hajakaa na mumewe wala hajashauriana na mume, huyo atoka enda zake. Sawa eh? Huyu ni mwanamke ambaye yuko chini ya paa ya mume. Mwambie mwalimu anakaza. Tumeeleweka vizuri kwa makini eh? Kwa hiyo sasa kadhalika pia vile vile. Wa salamu alaykum, subiri kidogo mwalimu, nitakupigia afwan. Tafadhali. Tumeelewana vizuri kwa makini eh? Kwa hiyo utakuta mwanamke naye vile vile aliyekuwa yuko nje ya paa ya mume. Mume anakwenda zake kazini huko, akishakitoka akiingia ndani ya nyumba tu, na mke naye huyo atoka, hajulikani anakokwenda ni wapi. Sawa, pasi na ruhusa, pasi na idhini. Huku pia ni kukosa paa ya mume, ni mwanamke nashiza. Kuna mwingine naye hakuna sababu zozote za msingi, lakini mume akitoka tu basi kakasirika huyo ndani ya nyumba, hataki hata ushauri na mumewe. Hii pia ni katika tabia mbaya kwa mwanamke, sawa? Kwa hiyo asema naam, tajibu laha nafaka, itafasa kwa mwanamke huyo posho, liannaha fi hukmi zawja, kama mwanamke huyo yuko katika hukumu ya nani? Hukumu ya mume. Illa kanat nashiza, ila atakapokuwa mwanamke huyo ni nashiza, yani maana yake aliyekuwa ametoka katika paa ya mume, mwanamke malaya, kabla talaqiha, kabla ya kuacha kwake, hiyo tabia alikuwa nayo, au fi athnai iddatiha, au katikati ya ida yake ameachwa. Alikuwa ni mwanamke mwenye tabia nzuri, hana tabia ya kutoka bila ya kumuaga mumewe, hana tabia ya kutembea ovyo, ya kudhurura. Lakini mwanamke yule baada ya kuacha tu, alivyojijua kwamba mimi sasa nimeshaacha na bana Abdallah, niko kwenye nyumba ya eda, niko katika eda, basi ikawa na tabia ya kudhurura ovyo, atoka pasi na ruhusa, anajisahau kwamba yuko chini ya mamlaka ya mume. Kwa hiyo au fi athnai iddatiha, au katikati ya eda yake akajifunza tabia chafu, tabia mbaya za kutembea na wanaume, kutongoza ovyo, wala nafaqata laha, hana posho mwanamke huyo hina idhini, wakati huo kama fi zawjatin nashiza, kama ilivyokuwa mwanamke nashiza, kama ambavyo ni mwanamke mwenye tabia mbaya, mwanamke mwenye kutoka katika paa ya mume, mwanamke malaya, hana posho kwa sababu ya kuachwa kwa ule umalaya wake, na huyu naye atakuwa ameingia katika nafasi hiyo. Illa in aadat ila taa, ila atakapojikusuru, sawa, na kujitambua, akarudi katika nini? Katika paa, sivyo? Ndivyo? Sasa mwachi. Huyu ni mwanamke wa kwanza, ni ida ya kwanza, idatu rajia, katika zile anwaul idda. Tunaenda namba 5. Auliza wa halil